NHIF ilikuwa tunaenda pale hata kama umelipa nini yako iko valid, unatibiwa alafu unatoka. But by now hii kitu wanaita SHA. Ukienda pale unaambiwa ulipe mwaka mzima. Sasa mwaka mzima kama mimi niko kwa barabara, saa hii pesa hakuna. School fees iko hapo, mahitaji ya nyumbani yapo. Sasa mama mzee wa miaka 70, wa miaka 60 atatoa wapi shilingi 3,600 kwa mwaka mzima? Mpaka kwa mwaka unapiga 500 times sijui 300 na ngapi. Unalipa shilingi 13,000 na mtu wa bodaboda una hiyo hela. Wakati ilikuwa NHIF ambapo ilikuwa tunaita NHIF, ilikuwa umewekwa kama ni malipo ni 300 ni 300. Iwapo serikali inakuja inawekea mtu ukienda ku apply pale, mimi inakuja shilingi 600, mwingine inakuja 500, mwingine inakuja 300, mwingine 1000. Kwa mfano mimi kama mbona bodaboda wa Migori, ukiniwekea shilingi 1000 kwa kulipa kwa mwezi kwa SHA na mwingine analipa 200, serikali hapo ijafanya hiyo vitu ilingane. Hii SHA imebaki kwa wafanyabiashara. Ni kama watu wakubwa ndio wanatumia hiyo nafasi kupora mwananchi wa kawaida kutumia SHA. Hii SHA haina faida kwa mwananchi wa kawaida kwa sababu hata ukiugua haikusaidii na ifanyi. Sasa hiyo SHA ina maana gani? Kitu hatu kiumwa hakikusaidii. Kitu hatu kenda OC hakikusaidii, lakini kinakupora pesa. Kwa hivyo tulikuwa tunaomba rais wetu, alikuwa na mawazo mazuri kwetu kama wananchi wa Kenya. So kwa upande wa serikali iangalie, waweke hiyo kitu ikuwe equal. Kama ni shilingi 300 yenye ilikuwa iwekwe ni 300, watu wote tusaidike ndio tuweze kutibiwa. Wangerudisha hiyo SHA ikuwe venye mtu alikuwa analipa 320 ama 330, ndio uwezo wetu iko. Lakini hii shilingi 7,000 na yona payslip itakuwaje? Wangerudisha ikuwe 300 kwa kila mwezi, ndipo isidi kusaidia yule mama ambaye hana uwezo, yule mzee ambaye hana uwezo, yule mtu ambaye hana uwezo.